mwa Isimani na Iringa mjini ni pale airport. Sasa unatoka airport unaenda mpaka Mtela, mpakani mwa Dodoma, na huku bado hujaenda kwenye vijiji vya Isaka, bado hujakwenda huko hujaenda Pawaga, hujaenda Mauninga. Kiukweli jimbo hili kabla ya yote tungeiomba serikali iangalie utaratibu walau kulikata hata majimbo mawili au matatu, angalau kuwapunguzia wananchi adha ya ukubwa wa jimbo. Lakini kingine kabisa kibaya ni kwamba jimbo la Isimani wenzetu walikuwa wanaliongoza, sijui kama walionaje jiografia, hawajajenga ofisi ya mbunge ndani ya jimbo la Isimani, wamejenga ofisi kwenye jimbo lingine la jimbo gani linaitwa hili ambao wamejenga ofisi Kalenga. Jimbo la Kalenga. Yaani jimbo la Isimani halina ofisi ya mbunge, ofisi ya mbunge imekwenda kujengwa kwenye jimbo lingine, jimbo la Kalenga. Hii ndio tumeiona katika majumuisho yetu ya hizi kampeni, tumeona haijakaa vizuri. Kwa tunaiomba pia tume ya uchaguzi isaidie wananchi pamoja na serikali, wawasaidie wananchi wapate ofisi ya mbunge kwenye jimbo lenyewe husika la Isimani. Sababu ujifikirie utoke kule Mtela uende mpaka Kalenga ambako imejengwa ofisi ya mbunge, utoke Pawaga uende mpaka Kalenga ambako imejengwa ofisi ya mbunge, wanapata matatizo makubwa sana wananchi wetu. Na kuna wengine wanasema hawajui ofisi ya mbunge ilipo kwa sababu ina umbali mrefu sana. Lakini jambo lingine ni kwamba wananchi wanayo malalamiko ambayo tumekutana nayo, ambayo mbunge atakuja kuyaelezea. Imekuwa bahati mbaya Iringa, kiukweli wamejitahidi kwenye miundombinu ya maji, lakini maji hayatoki kwa wakati. Wamejitahidi sana lakini maji hayatoki. Lakini kitu kingine ni kwamba hata kama yakitoka kwa huo mgao walionao, mara nyingi maji yanakuja yakiwa machafu. Ni meusi kabisa, ambao hata huyu anayasukuma akiambiwa tumia haya maji hawezi kuyatumia. Kwa hiyo ni miongoni mwa changamoto kubwa ambazo tumekutana nazo kwenye hili jimbo la Isimani. Changamoto mojawapo ambayo imekuwa inaleta shida ni miundombinu. Barabara imekuwa ni shida. Kama ukitoka hapa kwenda Pawaga, kata ya Ilolo, hadi njia imechepushwa kwa sababu imechimbika sana. Ukienda katika kata ya Izazi, napo pale unapopita Makuka kwenda Mboribori, napo pale pana shida, pana makorongo mengi, hata magari wakati mwingine yanakwama. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana ndani ya jimbo la Isimani. Kwa hiyo nilikuwa naomba wananchi wangu wa Isimani wangeweza kunichagua mimi ili niweze kutatua changamoto kama zile, kwa sababu inawezekana. Ile imesababisha kila wakati tunatengeneza barabara hizo mara kwa mara. Kila ikifika kipindi cha masika lazima watu wa TARURA waende kutengeneza, ambapo hapo serikali inatumia fedha nyingi sana. Endapo wangejua zile barabara zote inawezekana kabisa kutengeneza kiwango cha lami ili kupunguza usumbufu unaojitokeza kila inapofika masika. Hilo linawezekana, na kama mimi nitakuwa mbunge, hilo nitakwenda kulisimamia. Pia katika sekta ya afya nayo nimeona kuna changamoto nyingi sana ambazo nimekutana nazo. Unakuta hospitalini hakuna dawa. Pia unakutana na tabia pale hospitali, wanakwambia kuna hela ya kumuona daktari. Unajiuliza, huyu daktari namuona kwa hela ipi tena, wakati daktari ameajiriwa kwa ajili ya kumtibu mgonjwa. Kwa hiyo hilo nalo nilikuwa nasema mimi kama endapo watanichagua kuwa mbunge wa jimbo la Isimani, nitahakikisha hii fedha ya kuweza kumuona daktari nitakwenda kuifuta kabisa, ili mwananchi aweze kwenda kutibiwa bila kutoa fedha yoyote ya kumuona daktari. Pia nimeona katika hospitali hizo ukiwa huna daftari huwezi kutibiwa, na ukiwa huna hela huwezi kutibiwa. Wakati serikali inasema hizi ni hospitali za serikali. Endapo mimi nitakuwa mbunge, nitahakikisha hizi hospitali zinatoa matibabu ya bure, na ile hela fedha ya kumuona daktari itakuwa haipo. Hapo tukiendeleza hizi tabia za kumuona daktari, itafika wakati hata mashuleni wataanza kusema kuna hela ya kumuona mwalimu mkuu.
Kwa hiyo lazima tutokomeze hii tabia. Pia nimeona kuna shida sana katika maji, hasa wafugaji wakati wa kiangazi. Wakati hii ardhi, yani jimbo la Isimani kwa ujumla, lina maji chini, inawezekana kuchimba visima ambavyo vinaweza vikafungwa mota na maji yakapatikana, tukapata malambo kwa ajili ya kunywesha ng'ombe zetu.